Fungua Biblia yako na dakika 5 nimalize. Shakatelema ya tayama. Natambua uwepo wa Mungu mahali hapa. Tumpigie Yesu makofi. Natambua uwepo wa waheshimiwa watumishi wa Mungu walioko upande huu. Mungu awabariki. Sitaki kusema mengi, muda wenu utafika. Natambua uwepo wa watumishi wa Mungu wote walioko katika ukumbi huu. Natambua uwepo wa vijana wote. Jipigie makofi. Chukua daftari yako na dakika 5 tu. Asante Apostle Henry Shilima, ulinisaidia kuhubiri. Pigie makofi mtumishi wa Mungu, alikuwa rohoni. Somo ambalo Mungu alinipa ni nguvu ya maono. Ni nguvu ya maono. Ni nguvu ya maono. Haleluya. Ni nguvu ya maono. Nguvu ya maono. Maono yana nguvu kuliko kitu chochote chini ya jua. Upekee wa mtu sio vitu anavyovihitaji. Upekee wa mtu ni maono alionayo. Moja ya kitu ambacho nitakulipe gharama duniani ni kuyajua maono yako na kuyatunza maono yako na kuyafanyia kazi maono yako. Mtumishi wa Mungu alishasoma. Tutasoma tu kwa sababu narudia. Iliandikwa, lakini Roho Mtakatifu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mithali 29 ule mstari wa 18. Nagusia kidogo hapo nimalize, kwa sababu Yesu ni mzuri sana. Haleluya. Haleluya. 29 ule mstari wa 10 na ngapi? Wa 18. Kuna kitu hapa mtumishi wa Mungu alikizungumza wakati muda uliposogea, ambacho kama kijana na kama binti ambaye ulioko hapa ni kusii jambo moja, kwa sababu nikwambia hivi, wote hapa tulipo ni watumishi wa Mungu, tumeokoka, lakini nataka nikushangaze, hakuna anayefanana na mwenzake. Yaani unaona apostle alizungumza maono, lakini nimekuja mimi kuzungumza maono hayo hayo, lakini katika engo nyingine. Kwa tunachokitafuta hapa ni ule upekee ulionao wewe tofauti na mwingine. Siku za leo kumekuwa na mapigano na mapambano. Watumishi wa Mungu wanapambana. Maki anamhubiri Bishop Goodluck. Namtaja Bishop Goodluck kwa sababu he is my brother. Nampenda. Punga namna hii. Nakupenda sana kaka. Pastor Goodluck anamhubiri Pastor Maki, manake amekosa revelation. Amekosa kujitambua yeye ni nani. Sikiliza, chakula ulichokibeba kina aina ya watu wanaokihitaji. Halo. Wewe ni mpakwa mafuta, ni kweli, lakini mafuta yako wewe yamepakwa kwa ajili ya wamama wajawazito. Mafuta uliopewa wewe ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu tu. Washirika waachie wachungaji wengine. That is a vision. Ndoto, I mean vision. Ndoto, I mean maono ni kama barabara ya train. Haleluya. Tunaiona ile barabara ya train Ile barabara ya train imetengenezwa special kwa ajili ya train peke yake. Siku watu wa baharini wa meli wakasema tumechoka kutembea kwenye meli, tunataka tuende Dodoma, tutumie SGR. Ndio siku tutajua kuna vichaa wenye degree, kwa sababu wameacha engo yao. Tunajua meli ni kwenye maji, treni ni kwenye
reli. Sasa kuna watu wao ni treni lakini wanatembea kwenye maji. Kuna watu wao ni ndege lakini wao wanapambana na reli. Wanataka kwenda Dodoma, tunataka hii reli ya mama yetu hii tuizindue, na wewe una ndege. Tutasikia msiba wa taifa kwa sababu umeingia kwenye njia sio yako. Niko hapa tu kukufungua kitu kidogo tu. Ndio maana nakuta leo watumishi wengi kasoro walioko hapa. Ndio maana nakuta watumishi wengi leo ameishiwa message, bali anaanza anamuuliza charge nini AI. Nasemaga mwenye vision hata sumbuka na AI. AI yetu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye anajua mpaka mambo yajayo. Karabasania anasema Roho Mtakatifu ataleta yaliyo ya kwake, ataleta yaliyo ya Baba. AI atakusaidia habari za Marekani zilizo sijui Kinjekitile Ngwale alikufa siku fulani. My brother, washirika wako wana madeni, wanataka new direction. Watalipaje madeni? Tunao vijana leo amechumbia karibu Dar es Salaam nzima, hajamuona mchumba sahihi. Mzee wa matamko, wamechanganyikiwa, wameconfuse direction. Lakini kwa nini confusion inatokea? Ni kwa sababu tatizo kubwa nilikuja kugundua, watu wengi hawajajua vision yao. And I tell you, si kila mwanamke ananifaa mimi, si kila mwanamke anakufaa wewe kaka, si kila mwanaume anakufaa wewe. Unaweza kumuona jamaa umevaa suti kama amaki, hata kama ya mtumba, ni ya kwangu, Yesu amenipa, tulia. Wewe sema hili jamaa litanifaa. Hivi unajua kubeba watu wenye maono? Dada tulia, kaa kwenye maombi akupe kufanana na wewe. Baba nipe mtumishi, Baba nipe mtumishi. Mimi hapa nimetoka leo saa 11:15 ndo narudi nyumbani. Nafika nyumbani saa 11 karibu saa 12. Nalala hivi, simu zinaita, tutashukia wapi? Tutashukia wapi? Umeolewa na mwanaume kama wewe. Oh baby, nataka uwe karibu. Baby, sisi hatunaka cha baby, tunawaza kazi ya Mungu inaendaje. Hivi wale watu watakuraje? Bwana amenibariki ka 10,000 na waza. Hivi nitafanyaje? Nitafanyaje? Hajanipa kitenge. Sisi hatujuagi kitenge. Sisi tunaangalia majiti ya Mungu yatainukaje. Karakaba wewe weka tu lipstick, weka tu lipu shine, weka tu lipu gloss, weka mpaka lipu nini, wewe lipua kama lipu ya nyumba. Lakini kama haujajua vision yako, unawasindikiza wenye maono. Na nisikia nyinyi mnamo nitazama kwenye mtandao. Iko hivi, watakatifu wa Bwana, kila mtu akipambania vision yake. Nataka nikwambie, Tanzania inaweza kubadilika kwa miezi hii miwili. Huyu anajijua ni iko wale tai. Oh, sorry, Pastor Baraka. Hey, come. Hallelujah. Look to me. Hallelujah. Huyu hapa ni tai, si ndio? Kwenye maono kuna maono aina mbili. Kuna maono ya tai. In short, tai yeye amejitenga na ndege wengine wote, achangamani nao. Amejitambua. Ukijitambua wewe sio wa kila mtu. Haupokei simu za kila mtu. Haumtembelei kila mtu. Hautumi message kwa kila mtu. Analinga, sio kulinga, ni maono basi analinga. Tai anakaa mahali pa juu ambapo ndege wengine hawawezi kukaa. Watu wenye vision kubwa wanawaza mambo makubwa kesho, hawawazi leo. Hata kilala njaa hanunguniki, anajua Bwana atanibariki. Anajua Bwana ataniinua. Anajua Bwana atanibariki, atanipeleka viwango vya juu. Maono ya tai. Lakini kuna watu wana maono ya kuku. Wanazunguka kuku. Ndio wale wenye kunungunika. Njoo kwenye ibada, sina nauli. Maono mafupi. Mwenye vision analipa gharama. Naenda kwenye seminar, hata kama hawatanipa hela, mimi naenda kuimba.
Naambiaga waimbaji, msinipige mawe, mimi ni kaka yenu, mniheshimu. Ifike wakati kama mwimbaji una vision kubwa, achana na nyimbo za nauli. Watu wenye vision tunapanda mbegu, tukikua na wao watapanda kwetu. Wacha nipige vizuri, Yesu anibariki. Kwa sababu nimekuja kugundua watu wenye maono ya kuku jue hataki kutumia nguvu yake ya ziada. Barikiwe na Mungu akupe gari katika jina la Yesu. Haleluya. Nimekuja kugundua watu wengi hawawezi kufika mbali kwa sababu wana mentality ya kubebwa kila kitu. Yaani anatoka hapa anaenda Bagamoyo, anakuambia bila 50 siji, shauli lako. 50 taishia kulipia kausha damu na haiwezi kukusaidia kulipa kodi. Lakini sisi tutaenda, tutahubiri, tutabarikiwa 500 na tutalipa kodi. Tumika hata kama usifiwi na mtu. Tumika hata kama kuna mtu hakupigii makofi, jipigie makofi mwenyewe. Mungu akupe mabilioni mengi. Haleluya. Kwani nishike hubiri sasa? Pastor good like hai. Na tutaishi humo mpaka kieleweke. Kuku yeye kazi, unajua wale wa kuku hatusemi sana. Wa hapo jira. Wa miezi 3. Yaani anataka starter. Yaani kila kitu anataka boostiwe. Baba kwenye maombi vipi nauli? Anataka booster. Nataka nikwambie leo nimekuja kukupa booster ya Roho Mtakatifu. Ingia magotini, Roho Mtakatifu akubusi kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu aliwabusu akina Petro, walikata tamaa, walirudi kwenye samaki. Roho aliposhuka wakabeba Biblia, wakaenda kuhubiri. Dada, wamekuacha sawa, na wewe waache pia. Wewe shikana na Bwana. Ninachumbiwa, ninaacha. Haujaolewa, ulichumbiwa. Kuolewa kuna kuja. Haleluya. Sikiliza niwaambieni watakatifu wa Mungu, maono ya kuku ni hapa tu. Ndio wale wanazungukaga tu hapa tu. Twende kwenye semina mbali. Na uli mwenzangu, unajua mambo ni magumu lakini simu yako ina bando. Magumu lakini umeweka songesha. Magumu vikoba umelipa. Koma kwa jina la Yesu. Acha kuunga mabando, tuma sadaka madhabahuni, tujenge kanisa la Bwana. Vijana ndio wa kujenga kanisa. Kama unajisikiaje ukaa na mchungaji kama huyo? Amependeza. Unasikia raha kujitambulisha, pastor wangu yule pale. Pastor wangu yule pale. Nasikia raha. Unaelewa? Na hata nikienda bungeni naanza kumwambia nisindikize. Lakini kuna washirika yeye anavaa suti 7 kwa wiki. Mchungaji wake viatu vinamjua fundi kuliko fundi kuvijua viatu. Kamtunze mchungaji wako. Vijana tukijua nafasi yetu ndani ya kanisa, hakuna makanisa yatakayofungwa kwa sababu hayana hela. Kwa sababu vijana makanisani ni wengi na wazee ni wachache. Nimemkanyaga mtu kidole na sisemi pole. Roho Mtakatifu ananiambia nikemee tena nauli. Ngoja nisingizie Roho Mtakatifu. Sikiliza. Moja ya kikwazo ambacho kinafanya watu wasifikie kwenye destiny zao ni kutaka kusaidiwa kila kitu. Soma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Nani alikuwa mkuu kama alivushwa na mtu? Ni Mungu mwenyewe aliwachomwaga kule kwenye matope kule. Wakina Gideoni walikuwaga kule wamejichimbia somewhere. Mungu anawaona kule. Daudi alikuwa porini, na wewe uko kwenye pori la mahusiano linakutesa, uwe na Mungu. Uko kwenye pori la maisha magumu, lakini tembea na Mungu. Dada yangu mesuka, twende kilioni hawaja kuona. Twende harusini hawaja kuona. Twende msibani hawaja kuona. Twende kwenye kikao hawaja kuona. Nataka nikwambie, Bwana akikuona imeisha dada. Bwana akikuona imeisha. Tatizo unaendekeza mawiki na wanja umeacha maombi. Unajua nilikuwa busy kiasi fulani. Sikuja kwenye maombi. Sikiliza.
eti Yusufu aliingia ikulu. Hakuingia hivi hivi, kuna shimo. Aliuzwa kama mitumba ya Kariakoo, 200 tunakopesha mipya leo. Kumbe wa China wamevua. Yusufu akauzwa. Yusufu akaingia shimoni akiwa na Mungu, akatoka shimoni akiwa na Mungu, akaingia ikulu akiwa na Mungu. Nataka nikwambie dada yangu, lolote unalopita kubali likupitie, lakini kuwa na Mungu. Mtumishi wa Mungu, washirika wanakukataa, baki na Mungu. Aliyekuita ni Mungu, sio washirika wako. Aliyekuita ni Mungu, sio askofu wako. Aliyekuita ni Mungu, sio nabii wako. Tembea na Mungu kwenye jangwa lako, tembea na Mungu kwenye gereza lako. Yusufu akiwa gerezani anatafsiri ndoto. Kodi hamna, lakini nayo maono. Bwana ananionyesha. Sijui nitaishije, lakini ninaona. Sijui nitajenga vipi nyumba, lakini nimeona kesho baraka. Manake katika kila situation ya maisha, upako unatakiwa usiondoke. Uwepo unatakiwa usiondoke katika maisha ya watu. Pasipo maono watu wacha kujizuia. Maono ni kama reli ambayo mtu alizaliwa, alitengenezewa barabara ya kwake, atapita yeye tu. Mjomba hakupita, baba hakupita, lakini Mungu amekutengenezea hiyo reli uipite wewe. Hiyo reli ukipita mbele unakutana na mahitaji na majibu ya mahitaji yako. Nawaambiaga watu, jibu la mahitaji ni ile maono ulionayo wewe unapoya process. Nani alijua ningepata 10,000 kama nisingeshika maiki? Ninatembea kwenye reli, ningesema sina hela, natakiwa ninunue kiwanja. Viwanja nyamaza, wacha nijenge viwanja vya mbinguni kwanza. Pita kwenye hiyo reli, pita kwenye hiyo barabara. Umuhimu wa maono ni nini? Maono ni kama ramani. Maono ni kama ramani. Kwa maana yake usipojua maono yako, maana yake umepoteza ramani ya maisha. Kuna watumishi wengi wamekaa hapa, wengi nisikiaga shuhuda zao, na wengine tunawajua, waliacha kazi ya serikalini wakaja kumtumikia Mungu. Sio, unanielewa? Unemsikiliza hapa ni psychologist. Niliacha kushauri vichaa, nikaja kushauri vichaa waliokoka. Na kule mimi nilikuwa nikikaa na wewe lisali moja unalipa 60,000. Na nachagua hoteli na utaka mimi, unalipa wewe na ule unanipa. Hata kama sina gari unaweka mafuta. Lakini nikasikia kuna kakengele kanapiga ndani. Nikaacha mavyeti, acha kule, acha kule, acha kule, acha kule. Ni kweli mwanzo nilala njaa, sikuwa na kiatu, lakini leo naweza kusema nivae suti ya blue au ya kijani. Naweza kusema nivae kiatu kilichochongoka au kiatu kilichorudi nyuma. Haleluya! Kwa sababu niligundua ramani ya kufanikiwa kwangu sio kushauriana na vichaa kila siku. Nilivuta bangi jana 5, juzi nilivuta 5. Akasema Yesu, achana, njoo kuna watu wangu huku nataka waweke sawa. Na mimi nikakubali kuweka sawa. Amen. Kwa umuhimu wa maono, maono ni kama ramani. Nyumba yoyote lazima iwe na ramani. Tunaliona jengo hapa. Ili jengo muhimu wake ni mambo mawili, ramani na msingi. Paa halina nguvu, lakini fahari ya hii nyumba ni msingi wake na ramani yake. Msingi wa maisha ya binadamu ni maono. Maono ndio atakupa ramani, utapitaje hapo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Asa pasipo maono watu wacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Sheria ni kama kanuni iliyowekwa ili watu waishi kwa utaratibu. Ukitaka kufanikiwa katika maisha, make sure unaishi kwa utaratibu. Mtu mwenye utaratibu havutwi na kila upepo, haendi kila anakoambiwa aende.
haitiki kila anakoitwa. Mtu mwenye utaratibu, mtu mwenye utaratibu anajua cha kuongea na anajua mahali pa kunyamaza. Lakini wasio na utaratibu, popote anapatuka tu, ameshaongea. Mtu asiyekuwa na utaratibu, yani anaweza akaja hapa akafumua kila kitu, hiki ni kibaya, hiki ni kibaya, hiki ni kibaya, maanake wote hamna kitu. Lakini mwenye utaratibu, hata kama anaona kitu kimekosewa, lakini hana mamlaka kukikosewa, ananyamaza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Aina mbili za maono nilizotaja. Maono ya kuku ni watu wenye maono mafupi, maono ya karibu, kuona vitu vyepesi vyepesi. Hawataki kulipa gharama, hawataki kuingia gharama ili kufanikisha kile ambacho anatamani kitokee. Marafiki zangu, wakubwa zangu na wadogo zangu, hakuna mtu atakaye kukuamua kwenye ndoto yako kama wewe mwenyewe hautowekeza gharama. Ukisubiri mtu akulipie gharama, umechelewa. I tell you, niko hapa kama ushuhuda. Mimi najua, sitaki kusema tu mengine. Haya mambo tunavyoandaa, yani unafikiri unakufa siku hiyo hiyo, lakini unashangaa kesho umeamka tena umechoka. Kila unamuita niko busy. Sikiliza, watu wako busy na mambo yao. Lipa gharama kwa ajili ya kutokeza maono yako. Usisubiri mtu aje kushike mkono. Kitakacho kushika mkono ni namna utakavyoweza kudeliver nia yako. Watu hawatakusaidia kama wajaona kile unachokifanya. Usikae tu kama hakuna mtu anayenishika mkono. Hatuwezi kukushika mkono kama hatuoni kama unazama. Petro akamwambia Yesu, nishike mkono ninazama, kwa sababu Petro alitake action, alichukua hatua. Wengine hapa Mungu amewapa mambo makubwa, mnaogopa bure kufanya. Yani Mungu anachotaka ni ile step number 1. Step ya pili na kuendelea ni ya kwake. Unaogopa kufanya kitu kwa sababu hakuna hela. Sikiliza, kanuni ya maono ni kama ifuatayo. Maono ili yafanikiwe, cha kwanza unahitaji Mungu. Kwa sababu Mungu ndio chanzo cha maono ya kweli. Kwa sababu ya muda, yani hapa ninaongea tu, ninadonoa pale. Msingi wa maono ni Mungu. Yako maono ya shetani, ambayo shetani ametengeneza society ya kwake duniani, mawakala, kingdom of Satan, zimesukwa kitaalamu na kinamna kwa ajili ya kuweza kudestroy watoto wa Wayahudi. Wakati Musa anazaliwa, sheria imetungwa, watoto wa kiume hawapaswi kuishi na watoto wa Wayahudi tu. Maana unaona ndoto ya mlokole inawindwa, kuna mfumo umetengenezwa. Wale wamekaa kwenye mfumo kwa sababu wao wamejiconnect na Mungu wao, kwa wana uwezo wa kuzoom kitu alichonacho mlokole. Wanaona huyu miaka 5 atakuwa tajiri. Wanachoanza mdogo mdogo, wanaminya maombi, wanaminya neno, wanaminya utii. Anaanza kwa Mkristo asiyekuwa na nidhamu. Kinachouliwa ni nini? Ni ndoto. Lakini wewe ukitaka kupasua, kaa karibu na Mungu. Anasema njoni tusemezane, asema Bwana. Unapokaa karibu na Mungu ndipo unamfahamu Mungu, lakini Mungu anakufanya wewe ujifahamu. Hakuna mtu hapa anayejifahamu. Mtu hawezi kukuambia kwenye huku kuna takataka mpaka mwingine aone. Wewe huwezi kujiona. Ndivyo nilivyokuja kugundua binadamu hawezi kujitambua yeye kama yeye, kwa sababu uwezo ule wa kiungu uliuawa na maisha ya dhambi. Sasa ili turudi kwenye ile maisha ya kiungu, lazima uwe connected na Mungu. Ile supernatural God, ule uhalisia wa kiungu unapoanza kuishi ndani yako, ndipo unajijua baraka ni nani, pita ni nani, upendo ni nani, upendo ni mtu wa namna gani. Vile utakavyojiona ndivyo utakavyo deliver nje. The Bible says, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana kama haujajiona hautokuwa chochote. Kama haujajiona hautokuwa chochote kwenye dunia hii. Amen. Jambo la pili, kanuni ya maono. Ukishakuwa na Mungu, Mungu akishakuwa maono, lazima uyaamini maono
aliyekupa ni mwaminifu. Mungu asemagi uongo. Jambo la tatu, maono yanahitaji watu. Unaona kuna pesa hapa? Hakuna pesa. Pesa hazileti watu, bali watu ndio wanaleta pesa. Siwezi kufanya kwa sababu sina pesa. Sikiliza, pesa zipo kwa watu. Fanya kitu watu waone, wakupe pesa. Ukitaka pesa zije, pesa zina tabia ya kufunga uwezo wako wa kuona mbali. Manake wewe utashindwa kufanya kitu kwa sababu hauna pesa. Lakini ukiwa na nia, utafanya kitu hata kama hauna pesa. Na hakuna kazi ya Mungu mtumishi alifanyaga akaibika. Haijawahi tokea. Haije itokee. Haleluya. Haleluya. Na jambo la 4, kanuni ya 4, maono sasa ndio yanahitaji pesa. Kwa sababu Mungu, maono, imani, lakini pia pesa. Sasa pesa hazitoki kwako. Pesa zinatoka kwa watu wale ambao ni destiny helper. Wameandaliwa kwa ajili ya kukuvusha. Maono yana tabia ya kuvuta vitu. Maono yana tabia ya kuvuta aina ya watu fulani. Maono yana tabia ya kuselect, yanachagua maono. Kwa kuna watu wengine unaweza kukuta kwamba unakataliwa na watu. Sio kwamba una roho ya kukataliwa. Wakati mwingine wanajitenga na wewe ni kwa sababu yale maono yanawatenga na wao. Yesu alipokaa na Wayahudi walijua kwamba huyu ni Yesu, kwa sababu namna kuongea haongei kama sisi. Namna anavyofanya mambo hafanyi kama Torati inavyosema, anaenda zaidi. Kwa vision maana yake lazima uwe na kitu cha ziada kuliko alichonacho mwingine. Kwa ukiwa na kitu cha kawaida kile kile, maana yake wewe upekee wako hautokuwepo duniani. Utakuwa wa kawaida, mwimbaji wa kawaida, mhubiri wa kawaida, mchungaji wa kawaida. Lazima ujispecialize. Wewe ujue mimi ni Peter wa Ilinga na kuna Peter wa Njombe. Ni Peter wawili lakini wenye vitu tofauti. Wana wa Skeo walikuwa na uwezo wa kutofautisha. Paulo tunamjua, Yesu tunamjua. Who are you by the way? Wachungaji tunawajua, mitume tunawajua. Wewe mwenzetu unatoka wapi? Lazima uwe na uwezo wa kujidefine wewe, halafu watu ndio watadefine matunda yako. Yaani watu wanatakiwa watembee kwenye vision yako, sio wewe utembee kwenye vision zao. Ni vitu vili tofauti. Huwa anasema usipotambua maono duniani utakuwa mtumwa. Maana yake ni kwamba utafanya kazi ya kutumikia maono ya watu wengine, bali watu hawatatumikia maono ya kwako. Umeona faida ya kujitambua kama mwenye maono? Vijana tumeelewana? Tusiseme hatuna mitaji. Mitaji tunayo. Kuna mitaji niliandika huku, sema muda umeisha ningekutumia kwenye Tigo Pesa, lakini unaweza kaandika tu. Mtaji wa kwanza ni ujana. Ujana ulionao ni mtaji mkubwa kuliko hata mtu angekupa bilioni. Mtu anaweza kukupa hela, kama hauna vision, hiyo bilioni inakuua. Haleluya. Kwa kama hauna vision, hela haitokusaidia. Na wengi waliopata pesa kabla ya kujitambua, saizi wanajuta. Pesa haiwasaidii tena. Pesa haileti furaha katika maisha ya watu. Kinacholeta furaha ni mtu anapoishi kusudi ambalo ameumbiwa nalo hapa duniani. Hicho ndicho kinachompa changamko la moyo. Haleluya. Haleluya. Nimalize kwa kusema, ili uweze kufanikiwa katika maono yako, jambo kubwa ulilonalo, unalopaswa kulijua kuanzia leo, lipa gharama kubwa ya kujua kile ulichokibeba. Yaani kama hautojua ulichokibeba, hata hapa tunapoteza muda. Wewe ni pasta. Ni pasta wa aina gani? You are a prophet kwa namna gani? Wewe ni mwinjilisi? Wewe ni Leonard Bonke au ni wale wasao wa barabarani?
Weka, tuna shida ya shilingi 15,000 tuweze kusafirisha speaker, tunatoka kwenda Bunju. Uliletaje? Ukiwa umeshajitambua na maono makubwa, hutofanya hii biashara. Kuna vitu nikiangalia sema, Yesu jamani, mbona huyu jamaa anachelewa huyu? Huyu jamaa anachelewa. Huyu alitakiwa kauze mitumba Kariakoo, anavyopiga debe, hetaka kauze mitumba. Lakini mtu mwenye vision na maono anajitanabaisha, anaweza kujitambulisha, anaweza kujitofautisha na wengine. Mimi ni mwinjilisi, lakini mwinjilisi wa kuhubiri mataifa ya nje. Cha kwanza lazima nijifunze English. What you say, where are you, and I love you. Simetosha. Nikienda kwa wazungu tuweze kuongea hata karibu, inaitwa welcome. Sasa wewe unasema mimi mwinjilisi wa kimataifa, nikikwambia how are you, sema unajua hawa nilimaliza naye darasa 7 nikamwacha kijijini. You are not international preacher. Baki hapa hapa mwanangu, tupambane. Kama wewe ni international preacher, tutaona nasikiliza nyimbo za Kiingereza. You know, you are Yahweh, you are Yahweh, hallelujah. Sasa wewe ni international preacher, ni mwimbaji wa kimataifa. Shetani na mwanamke wake wanalia, wamekalia misumari. Utaenda kumhubiria mzungu anakalia misumari? Utaenda kumhubiria mzungu? Watalijua jiju Yesu amenisamehe dhambi. Lelelele. Hujajijua. Ndio maana tunapambana kwenye makanisa. Kila mtu anataka madhabahu. Mimi nishachaga na huo utoto. Mimi nikija kwako, hata usiponipa madhabahu nihubiri, I'm very free. Kwa sababu najua kuna uwanja wangu, hakuna mtu anayeniingilia. Ninajua hata usinipe madhabahu, kuna liwanja linanisubiri. Achana baba, nasikia roho anasema Jumatano nipige kitu fulani. Achana kupiga kitu fulani, kama gotini, jua kitu ulichokibeba wewe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na makosa yametokea leo. Vijana wanaoitwa makanisani wana upako kuliko askofu. Wanaona kuliko nabii wao. Baba siku hizi haoni. Siku hizi baba hana macho, kwa hiyo ni kipofu. Siku hizi baba haoni kabisa. Kwa anataka, natamani asimame hapa, asema nakuona Eliza, unaolewa na mbunge. Anaolewa na mbunge, hata connection ya mjumbe nyumba 10 hana. Sikiliza. Yaani miujiza mingine ni connection. Miujiza mingine ni connection. Baba nipe mbunge. Wewe hata ujui sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema nini. Lakini ukiwa na vision, utaacha huo utoto. Waliokomaa wanajua sipewi madhabahu nihubiri. Mungu anataka nijifunze. Muda wa kujifunza ni bora kuliko muda wa kuhubiri. Muda wa kujifunza ni bora kuliko muda wa kuhubiri. Mpendwa, mwalimu mzuri ni yule ambaye alikaa darasani kwa uaminifu, hakutoroka vipindi. Kila siku tulikuwa tunaruka madirisha. Unaenda kule unaruka viunzi. Sikiliza, wale walioruka viunzi, Yesu kama asingetuokoa, good luck. Tungelia Kiingereza hata kama hatujui. Ushasikiaga mzungu analia Kiingereza? Oh my Lord, life is tough. Oh my God, save me. Ulikimbia darasa utalia Kiingereza. Lakini Bwana tuliruka madirisha, lakini Bwana akatudaka juu kwa juu. Njoo mtumikie Bwana. Kaa darasani kwenye kipindi cha kutosha. Ni cha moto, sawa, kaa. Watumishi wangu, nasikia kusema hivi, kijana upo kwenye kipindi cha kuandaliwa. Hata leo umekuja hapa unaandaliwa. And I tell you, kama hauna TV kanunue, hata sisi tutakuchangia. Kuna siku utaniona kwenye runinga nyumbani kwako na hubiri kwenye channel 10. Na wengine wananitazama sasa hivi. Sijui TV gani, si ITV, watajua wenyewe ninawapenda. Jamani, tuko live, nilisahau kusema. Tuko live Instagram, YouTube, TikTok, kule kote. Kama na mwenzako mtumie ka message. Kwa nini nasema? Wapendwa, kuandaliwa ni bora kuliko kukabidhiwa ushindi ikiwa haujui namna ya kupambana.
Nawaambiaje watumishi wa Mungu, watumishi wenzangu vijana, mimi ni mdogo wenu, nisiseme kaka yenu. Mimi ni mdogo wenu, nasema tu kama mjumbe wa Bwana. Tuache majivuno, hatujafika. Tuache viburi, shuka.